Na kutoka pande zote za dunia, Australia, Canada, USA, Soneto pamoja na East Africa, bila kusahau wanangu ambao wako upande wa Europe, Baraka1 TV inakuja mbele yako na ujumbe ufuatao. Tunahitaji msaada kutoka kwako. Tunahitaji kununua kifaa kinachoitwa drone ili tuweze kupaa juu zaidi na kuzidi kutamba na kurushia matangazo yenye na uhakika na haki ndani yake. Baraka1 TV inahitaji msaada wako wa chochote ambacho uko nacho ili tuweze kununua kifaa hicho. Kwa mawasiliano zaidi tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Saidia Baraka1 TV, saidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saidia Baraka1 TV, saidia wazalendo. Na mwamba uko nasikiliza ni Amka na Baraka1 TV, ikiwa tarehe 12 za mwezi wa pili 2026. Majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni mktasari wenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kusini, mishahara ya askari ya wapa nguvu mpya wapiganaji wa FARDC pamoja na wazalendo, huku sherehe vigeregere kote tarafani Fizi na kote jimboni Kivu ya Kusini. Walikali, ndege za FARDC za shambulia maeneo ya Minjenje na kuwapa hasara kubwa magaidi wa M23, huku upande wa Lubero mauaji ya kizidi, watu zaidi ya 25 wamepoteza maisha. Shabunda, umoja wa wazalendo Mwenga pamoja na Shabunda watuma ujumbe mzito baada ya kuwakamata magaidi wa M23. Na mkumbuka pia operation ya kuendelea kuichangia Baraka1 TV kwa ajili ya kuweza kununua drone bado kunaendelea, na unaweza kutumia namba zetu ambazo uko hapo kwa screen yako ili uweze kumoja kwa moja na Baraka1 TV. Na pia usisahau kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na baadhi ya matukio yote ambayo yanazidi kurindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tuanze na taarifa hizi kutoka Uvira, Fizi na maeneo mbalimbali jimboni Kivu Kusini, ambako mishahara ya askari wapa nguvu mpya wapiganaji wa FARDC pamoja na waza baada ya kuweza kudhibiti mji wa Uvira na maeneo mengine jimboni Kivu ya Kusini, ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kutoa mishahara kwa wanajeshi na hivyo kufanya maeneo ya tarafa ya Fizi, Baraka, Mboko na maeneo mbalimbali wanajeshi kusherekea na kufurahia uongozi wa sasa ambao unaongozwa na kamanda mkuu wa majeshi na ambaye pia ni rais wa nchi Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Tofauti na jinsi watu wengi wamekuwa wakizungumza, kutokana na malipo na mishahara marupurupu pamoja na maslahi mengine ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya sasa imekuwa ikiwatuza wanajeshi wake huku ikiwa na mishahara mizito kwa lengo la kuwa na spirit mpya na mukari ya kuweza kuwakunguta magaidi wa M23. Voilà, maintenant c'est le tour de la compagnie QG, 11e brigade défense principale. Voilà, le commandant d'unité est là. Le commandant d'unité est là, capitaine Masumboko est là. Voilà. Son secrétaire est là. Le capitaine assiste lui-même la paye de ces éléments. Il arrive, il se présente. Mr. Zelanan. Mr. comment on a? Sergent Marioni. Ah, leo unapokea makuta, unasema nini?
Nalobi merci pour na commandant suprême. Merci na commandant suprême pona nini? Pona prime apesi biso ya $325. Très bien. Prime ngo apesi bino pona nini? Pona bitumba po tozwaki Uvira. Très bien. Basoda ya makasi. Très bien. Bopesi message nini na baninga oyo bakimaki siko lelo bazomona bino bozwa mbongo boye bopesi ba message. Très bien. Très bien. Ola kisana no balare. Combien na mtu moko? Très bien. Très bien. Upande mwingine ambako pia wazawaza waliweza kunufaika na mishahara yao, huku wakaaji wa Mboko wakishuhudia hali ilivyokuwa hapo Mboko. Chupa moja ya bia ilikuwa ikinunuliwa pesa chini ya 5,000 kwa sasa imeweza kupanda na kufika mpaka pesa 6,000, huku maduka yakikaukiwa yakishiwa nguo pamoja na bidhaa mbalimbali. Wazalendo wamepokea mishahara mizito na hivyo kushinda wakisherekea, huku wakisifu serikali ya sasa, kama ripoti inavyosema kutoka maeneo ya Mboko. Iko Mboko hivyo baba, nakwambia Mboko iko show. Pombe ilikuwa chupa ilikuwa mu 4,000 5,000 cha kwa mu 7,000 mu 8,000. Batu wanapendeza, manake bazalendo wananua manguo, mamatla, mabiti, manini, manake soko yote bitu inapanda bei. Dolare manake biko na mwanga dolare, bazalendo ni hatari. Antuka hii raporo yenye yaba ndugu yetu ba JR na baibu bali batolea kule kumezo militaire kule Kinshasa ikakubaliwa, manake hivi antuka bali basaidie. Antuka gouvernement ni gouvernement kabisa. Kisekedi mtuka Mungu amutie tu kabisa Mungu amutie. Muzalendo anaanza cheza na dolari mu barabara, muzalendo iko acheza na dolari. Iko naambia Montare simama niko na dolari hapa, simama Montare niko na dolari ndio iko. Hapana. Gouvernement ni gouvernement tu. Tuache tu. Gouvernement ni gouvernement. Manake na ba kutoka Malweba, Malusenda, mawapi bote uko Mboko kupokea franga. Ba kutoka Makobola, mawapi bote, ba kutoka Mabilima na ba hapa bote uko na kupokea tu franga. Manake gouvernement na mwanga bazalendo franga ni hatari. Tena paka makongomani dolari tu. Ibo anatoa dolari na Niger anatoa dolari na ni mzalendo anatoa dolari tu ndio wanapokea. Antuka haba ndugu yetu Ibu balisaidia bazalendo sana kubapelekea malalamiko yabo ku gouvernement ya Kongo kabisa. Bantu kwa bali tusaidia sana. Hakuna sema nzalendo atakutraka tena hapana. Kwanza uko na mwana hivi yeye mwenyewe unakunywa sigareti sema kamata pake ipaka. Iko na dolari mfuko. Iko na dolari mfuko, $300 iko mfuko, iko na makongomani iko pembeni tena pale bali kama $300 kia wakopokea na ma $325 bakapatoa kama na 25,000 francs congolais kama nini bwana, na chakula biko naanza pata nini bwana, hapana gouvernement na masuala ya kufurahia mishahara. Upande mwingine majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo na jeshi la Burundi FNB wahitajika kuweza kuwa makini kwa ajili ya kuwazuia waasi wa Burundi Red Tabara ambao kwa sasa wameonekana wakijisogeza pembezoni mwa mipaka ya Kongo pamoja na Burundi, huku maeneo ya Plaine ya Ruzizi ambako kuna dhibitiwa na magaidi wa M23. Mengine zaidi, ufafanuzi na mbinu ambazo wanaweza kuzitumia hizi hapa kutoka ndani ya jiji la Uvira. Wazalendo wakwetu vigila na yaka wazalendo wako ndesi na wasoda wanafunga kule. Sauf que mu Plaine muko Red Tabara na FNL, ce sont des bandits burundais benye bako nainukia gouvernement Burundi. Hii information inaweza kuwa verifie juu kimuka utafika mpaka ku Ruzizi kule. Na Ruzizi banaweza vuka, banaingia juu mbele. FNL ilikuwa naishi Murukoko, fazi wanaita Rukoko, ni kuvuka Ruzizi kisha unaanza mantite za Burundi pale. Inakuwa kamiti mwa hivi ya iko saa ya ngazi na iko ngazi. Samuni ndio wako wanaishi sana.
c'est fort possible bavuke baingie kule Burundi, juu wanaya kama banafatiliwa huko Burundi, ndo iko très vigilant. Ingine banaweza fanya perse baingie Ondese, na Ondese abawezi panda tena sie bakie Kiliba wala Kawizi, hapana. Pale Ondese kuko njia ya kupitia ku secteur 7 huku wa makimuka wanaweza shukia ku secteur 5, secteur 1, secteur 2, wakipita pale banaweza enda chomokea Ondese, na wakiresire ku neutralize bazalendo abasoda biko Ondese, bawezi tena panda Kilibe na kwa mbali, wala wapande Kawizi itakuwa nyuma. Banapasha piga perse ya kupita ku secteur 7 bavuke ile etat ya mai na kuaka, ndo wanaitaka Nyangara. Deja wakivuka Nyangara wanatokea directement, bakivuka tu Nyangara unatokaka ku secteur 7 unavuka Nyangara na Mutumbu unapita natokea fasi kwa wanaita Kiromoni Muuvira, ndo ile route ya kuenda mpaka ku frontiere, ndo njia zini. Deuxièmement, bakisema ba perse Ondese wala bakamate Ondese, pale Ondese kuko njia ya ba fraudeur enye banakuwa navusha mo mamanguo na vingine enye labda gouvernement banaweza ignore, inakuwa ba fraudeur banaweza pitia pale na banaingia Burundi, banachomokea Mugatumba. Donc pale ko manjanja wa mingi Ondese, ko manjanja wa mingi wa kuingia Burundi, na tena kuko njia ya nyeko direct ya kuingia mpaka Uvira kupitia ku secteur 7, banavuka Nyangara banaingia Uvira pale Kilomoni, banaweza atake frontiere ya Burundi pale ya Shina Burundi, na banapanda sasa na barabara yote niseme vile na Kamvivira wanafunga pale, njo of course plan banaweza kamata, lakini probabilite ya mingi yenye selo analize yangu kwa hii information banapenda bavuke Burundi. Ndio maana gouvernement wa Burundi kuwa na alert sana. Na baada ya taarifa hizo kutoka jijini Uvira pia na maeneo mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini, tuingie moja kwa moja huko jimboni Kivu ya Kaskazini, maeneo ya Walikale ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameweza kushambulia maeneo ya Minjenje ambako kulikuwa kuna ngome kubwa magaidi wa M23 na hivyo kuweza kuwapa hasara kubwa. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamefanikiwa kuweza kushambulia maeneo ya Minjenje ambako kulikuwa kuna eneo lenye kuwa na silaha nzito pamoja na magaidi wa M23. Mashambulizi hayo ambayo yalifanywa kwa njia ya ndege zisizokuwa na rubani maarufu kama drone yameweza kuwapa hasara kubwa magaidi wa M23. Minjenje ni moja kati ya vijiji ambavyo vinapatikana pembezoni mwa kijiji kikubwa cha Mpeti ndani ya groupmenti ya Kisimba tarafani Walikale jimboni Kivu ya Kaskazini. Vyanzo kutoka katika hayo maeneo vinasema katika shambulio hilo lilofanywa na majeshi ya serikali kumetokea madhara makubwa, ikiwemo wengi kupoteza maisha na pia magaidi wengi kuweza kupata majeraha ya hali ya juu na hivyo kupelekwa kwenye hospitali ya jirani ya Mweso. Mashambulizi hayo yalikuja baada ya kuona panda shuka ya M23 wakiwa wanajaribu kuongeza vikosi vyao hayo maeneo. Ndio maana pia jukumu lingine likachukuliwa haraka ili kuweza kuwapunguza nguvu kwa kushambulia katika hayo maeneo. Upande mwingine Lubero, zaidi ya watu 25 wamepoteza maisha maeneo ya Bapokombe, na ni kutokana na utovu wa usalama ambao unazidi kuimarishwa na magaidi wa M23. Hali ya utovu wa usalama tarafani Lubero jimboni Kivu ya Kaskazini inazidi kuongezeka, huku juzi miili minne isiyokuwa na uhai imeweza kuokotwa ndani ya groupmenti ya Bapakombe
ambayo mpaka kwa sasa imeonekana watu wasiopungua 25 ndio wameweza kupoteza maisha, huku wakisadikika kuwa wamefanyiwa mauaji hayo na M23 na pia washirika wao ADF NALU. Taarifa hizi zilithibitishwa tarehe 11 Februari 2026 na mkuu wa maeneo hayo wakati akizungumza na kutoa taarifa kamili kwenye vyombo vya habari. Nous avons retrouvé 4 nouveaux corps à Mambimbi Isingo la journée du mardi. Les bilans rallongent le nombre de victimes du récent carnage vient d'atteindre 25 corps, plusieurs portés disparus, a-t-il déclaré. Amesema kwamba tumeweza kuokota miili minne ambayo ilikuwa haina uhai maeneo ya Mambimbi Isigilo kwa siku ya Jumatano, na hali ya mauaji inazidi kuongezeka. Mauaji yaliyofanyika hapa juzi, jumla tumehesabu watu wasiopungua 25. Kutokana na utovu huo wa usalama, wakuu wa maeneo hayo wanataka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kuimarisha ulinzi dhidi ya wapiganaji wa ADF NALU pamoja na M23. Hii ambayo unasikiliza ni Amka na Baraka One TV. Na mko unasikiliza Amka na Baraka One TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni saa 12:30, saa 12 Afrika ya Kati, ikiwa saa 1 majira ya Afrika Mashariki. Jiri Kizenga Tembele, King Sele Kizabaiba, Mashaka Ayamba Dedone Butoto ya haya kutoka Dar es Salaam, Kisi Kandeke Simwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, da Feza da Letitia da Asha da Irene, wakiwa nasikiza Baraka One TV mzo State Yomen Biondo Kilamba Mawe, wote wakiwa nasikiza Baraka One TV pia ambao unafuata kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, kutoka Central na East Africa, na wale wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini. Baada ya taarifa hizo, tuingie huko maeneo ya Shabunda na Mwenga, ambako muungano wa wazalendo Mwenga na Shabunda watuma ujumbe mzito baada ya kuweza kuwakamata magaidi wa M23. Platform ya wazalendo wa Mwenga pamoja na Shabunda wametuma ujumbe mzito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wa platform hiyo ya wazalendo pamoja na Mwenga amezungumza maneno yafuatayo: tumetoa ujumbe kwa jamii ya kitaifa kwamba sisi wazalendo ambao tupo kwenye uwanja wa kivita kwa sasa hivi tumeweza kuwapokea wapiganaji wa M23 ambao waliweza kujisalimisha kwetu baada ya mtoto mkubwa uliofanywa katika maeneo ya Mwenga pamoja na Shabunda. Tumeweza kujitolea kupambania nchi yetu ili isiweze kuingia mikononi mwa wanyang'anyi. Kujisalimisha kwa magaidi hao wa M23 kunaendelea kupunguza idadi ya magaidi wa M23 na hivyo pia kuendelea kuwatia pressure M23. Vikosi vyetu vimejipanga kisawasawa na vinahakikisha ulinzi wa raia pamoja na mali yao na pia ustawi wa jamii na kulinda maeneo yote, tukiwa tunafanya kazi kubwa, na pia tunataka wapiganaji wengine wetu wote ambao wapo kwenye uwanja wa vita kuweza kuendelea kutwangana na magaidi wa M23, na pia tukiwataka wa M23 kuweza kuweka silaha zao chini, maana tofauti na hivyo watakachokiona kitakuwa ni cha mtema kuni. Lengo letu sisi ni kuweza kuchukua maeneo yote ambayo kwa sasa yako mikono ya paka wa Sarambwe. Huo ni ujumbe kutoka kwa Shabunda Mwenga, wazalendo wa maeneo ya Shabunda pamoja na Mwenga wakituma ujumbe huu kupitia Baraka One TV. Tukimalizia taarifa hizi za habari na habari kutoka milima ya Fizi, Mwenga pamoja na Uvira, ambako mpaka sasa vikosi vingi vya magaidi wa M23 vilivyokuwa na jaribu kupanda kuelekea milima ya Nyanja ya juu
wamekuwa wakikumbana na mkono wa chuma kutoka majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo, na hivyo kushindwa kabisa kuweza kusonga mbele. Minembwe imezingirwa yote na M23 Twirwaneho Red Tabara. Asilimia kubwa tayari wamekwisha kukimbia Minembwe na kujitupa maeneo ya plene ya Ruzizi, huku Red Tabara wakiwa na harakati za kujaribu kujipenyeza kuvuka kuingia nchini Burundi. Mengine zaidi, endelea kuwa tu pamoja na kusikiza Baraka1 TV asubuhi, mchana pamoja na jioni, na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kwa asubuhi hii ya leo. Tukutane majira ya saa 6, 9 pamoja na saa 12. Bye bye.